Habari za wakati mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Radio Kivu popote pale ulipo, na tumai kwamba umri wa afya na uko kando kando ya radio yako kwa ajili ya kuendelea kusikiliza matangazo yetu. Kwa moyo mkunjufu kabisa na kukaribisha kuweza kufuata uchambuzi wa habari zetu ambao unajumuisha na kurasa wa habari muhimu, ripoti za wanaripota wetu kutoka eneo mbalimbali, kurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Safari ya Almasi ni mchambuzi wako wa leo na saidiwa mitamboni na Jean Ekala Jaden, na kualika uweze kulitegea sikio mwanzo hadi mwisho wa uchambuzi wa habari. Mpenzi msikilizaji, nasema karibu. Msikilizaji wangu, uchambuzi wa habari kabla unakuwa unapata fursa kuweza kufuata habari muhimu ambako za leo zaletwa kwenu na Isaac Mulucha Shibe. Karibu Isaac. Asante sana Safari Alimasi. Kwenye ukurasa wa habari muhimu leo hii tumepatia habari tatu kipaumbele, tukianzia huko Mulima ambako vuguvugu machozi ya raia sekta ya Mutambala tarafani Fizi limeomba kwa uongozi wa kijeshi nchini DRC kufanya uchunguzi wa kina na kuingilia kati swala ndege zisizo na rubani zinazoshambulia eneo la Mulima na kando na kupelekea kudhorota kwa usalama maeneo hayo. Kwenye habari ya kitaifa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Marekani zimetia sahihi makubaliano ya afya yenye thamani ya dola za Marekani bilioni 1.2 ambako sehemu kubwa ya pesa hiyo itatolewa na Marekani. Tunatamatisha uchambuzi wa habari na habari kutoka kwa Burundi ambako takribani wakimbizi 800 wa Kirundi ndio ambao wamerejea nchini mwao kwa hiari ndani ya wiki moja. Idadi hiyo ikiwa ni kubwa kulingana na malengo yaliyokuwa yamejiwekea katika mkutano uliopita kati ya Burundi na UNHCR. Nikushukuru sana Isaac Mulucha Shibe kwa habari yako muhimu. Msikilizaji, tuanze uchambuzi wetu wa habari tukianzia hapa katika mji wa Baraka ambako wanafunzi wa shule tofauti za sekondari za Sebele wanaopatikana pa Baraka kwa ajili ya mafunzo au pratique wamepata msaada wa unga, sabuni na kiasi kidogo cha pesa toka uongozi wa sekta Nganja siku ya 5 ya wiki tunayo. Akiwa mwenye furaha tele, Bwana Mchinde wa Foster King, mwalimu mkuu wa shule la sekondari Sebele, amesema kupongeza kwa msaada huo uliotolewa na mkuu wa sekta Nganja Bwana Kili Bernard Cosmos kwa moyo mwema alioonyesha. Mchinde wa Foster anaeleza afuatayo. Asante sana. Mimi kama vile kiongozi mkuu wa Institut Sebele pale Sebele, tunapatikana hapa Baraka tokea siku ya Mungu kwa ajili ya visite institutionnelle hapa. Kuhusiana na msaada ambao tuliopata, tulipokea saki 2 za unga. Tumeshukuru sana. Tulipata vile vile sabuni kwa ajili ya wanafunzi kufua nguo zao, na tumepata vile vile na envelope ambayo mpo pesa kwa ajili ya matumizi kidogo kidogo. Tumepata sabuni ambazo zinaitwa Omo. Kuhusiana na msaada ambao tumepata sisi kama vile mkuu wa masomo, tunashukuru sana kwa ajili hakuna mtu mwingine yule ambaye aliweza kujitolea kwa kutusaidia. Na unajua wakati mtu anapewa msaada, hakuna msaada mdogo. Tumeshukuru sana kwa msaada ambao tumepewa, na tunamwomba mkuu wa sekta ya Nganja Kili Bernard Cosmos kuendelea na hali kama hiyo. Nao wanafunzi walikuwa na ya kueleza mbele ya maiki zetu kisha kupata msaada huo. Vile wanafunzi wa Institut Sebele Isbele niko kwa Baraka na kia kuvizite, tumepata msaada chakula kutusaidia. Merci tu sana na tunamshukuru tu sana kwa msaada yake, na Mungu azidi kumbariki mahali popote alipo. Niko Baraka na kia kutumika mavizite. Msaada ni kutoka kwa Monsieur Kili Bernard, anatusaidia sisi wanafunzi kwa kuona gizi tunasumbuka na mahali ya chakula, kukosea chakula. Akaamua tusaidie ile kidogo, akatusaidia sana na tunamshukuru kwa gisi alitusaidia. Niko hapa Baraka kwa juu ya stage. Tulipewa bunga, sabuni na msaada kidogo ya pesa. Ilitoka kwa chef de secteur anaitwa Akili Bernard. Shukrani sana ya kutusaidia sisi wanafunzi kwa juu tuliteseka sana na chakula, tuliteseka na sabuni kwa ajili ya kufua manguo. Nakuja hapa Baraka kufanya stage. Tulipewa saki za bunga,
nusu ya sabuni na kiasi kidogo cha pesa. Mzigo huu umetoka kwa chef de secteur Akili Bernard. Tunashukuru sana kwa msaada wake ambao umetupatia, sababu tulikuwa tunahangaika sana hapa Baraka na sabuni pia vile kula kwa watu ambao walikuwa wanashinda na njala. Kwa hiyo tungependa aendelee kuwa na moyo wa kutoa, bengine batakuwa basaidika vibisa litusaidia. Tulipata msaada wa sabuni ndio kufulia manguo, akatusaidia na franga kidogo kuzia mboga, bunga za semule. Makeshe tunasema merci sana, tulikuwa na sufrire kuhusu chakula, alitusaidia make tunasema tu merci sana na Mungu ambariki. Mimi nitapenda kusema tu tunashukuru sana kwa wote alitusaidia kwa siku ya leo. Sababu tulikuwa tunahangaika sana na chakula, vile sabuni tulikuwa tunahangaika sana, mavazi tulikuwa na fula hata, lakini tulishukuru sana kuona hili. Daima katika mji wa Baraka, kutokutumia chakula kwa siku nzima ni bora katika afya mwanadamu, hasa kwa mgonjwa wa kisukari kwa upande mmoja, na upande mwingine inasababisha madhara. Ndivyo amesema hayo mtaalamu wa masuala ya ugonjwa wa kisukari Baraka Fizi. Mwenevatu Saint Clovis ni mganga msimamizi wa kituo cha matibabu cha ugonjwa wa kisukari Baraka Fizi. Ameonyesha mengi kutokana na faida na madhara kushinda bila kula kwa wagonjwa wa kisukari. Mwenevatu Saint Clovis anaeleza fuatayo. Ndio ndugu mtangazaji, unajua kwamba mgonjwa wa kisukari ama ile mafungo ambayo wenzetu Waislamu wakiwa ndani ni vizuri zaidi, kwa sababu wakati mtu anapofunga ndani ya mwili anakuwa kama anakausha ile sukari mwili, lakini vile vile anaweza kagonjwa kisukari kama hajui namna gani atafungua ile mafungo ambayo ameifunga mchana wote mzima. Ndio kwa maana tunaendelea kuwashukuru na kuwatangazia, kuwaambia kwamba unapopenda kufungua ile jioni usifungue na chakula kigumu, hapana. Ni vizuri uanze na matunda, usifungue na bui yenye ndani sukari, hapana. Unafungua kwanza na matunda kama vile hembe, avoka, papaye, unaweza kamata hata anana kidogo. Ukishatumia ile kisha dakika 13 unaweza sasa ukashusha kombora ya mabugali ama ile manjizi na vinginevyo. Hiyo inaweza kusaidia mwili, lakini kama wewe ni mgonjwa si vizuri kufunga, kwa sababu unapofunga utajiletea madhara makubwa na mazito. Kwa wakati ambao wewe ni mgonjwa si vizuri kufunga sana wewe ambaye uko mgonjwa. Na ukifunga wewe kama vile mgonjwa, ni lazima usitoke pembeni ya chakula wakati vitakuwa vibaya. Unahesabu zile saa ambazo umetumia ili utumie chakula, usije kahangamiza mwili vibaya. Na kwingine ni kwamba ni vyema vijana kujitokeza kwa wingi kwa ajili ya mafunzo ya kijeshi, kwani ina umuhimu mkubwa. Ndivyo amesema hayo mwananchi wa Fizi Baraka Bunguki Masase Lebon mbele ya maiki zetu siku ya Ijumaa ya tarehe 27 Februari 2026. Kwa mazungumzo nasi, lida huyo wa kijamii ameanza kwanza kutoa shukrani zake kwa Rais wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Chilombo na serikali yake kwa kufikiria kuandaa mafunzo ya kijeshi maeneo hayo. Bunguki Masase Lebon anaeleza. Tunazidi kupongeza gouvernement yetu ya Kongo kwa kutuletea centre de formation mu territoire yetu ya Fizi, precisement Kikonde, parce que ile tatusaidia sana. Wa vijana wengi ambao walikuwa tamani kuingia kijeshi wataingia kijeshi. Wa vijana wengi walikuwa natamani kusomea kijeshi, hawatakuwa na difficulty ya kwenda tafuta masomo ya kijeshi mbali. Ile ni favere yenye tunashukuru na tunapongeza gouvernement ya Kongo, Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi, kwa kuimarisha na kupenda Kongo na wa Kongomani kwa ujumla. Paske yeye mwenyewe mkauli zake alisema le peuple d'abord. Na ile inatonesha image ya watu pata maendeleo ya masomo. Paske kuko watu wanaingia kijeshi wanatamani watasoma masomo. Watayasomea wapi? Basi watu wajisikie ya kwamba ile ni centre ya formation ya watu wote. Wasichukulie ya kwamba inaweza kuwa ni centre de formation ya wazalendo ya grupe fulani, hapana. Ile ni centre de formation yenye gouvernement ndio inashimamia, na kila kitu kiko ku ordre, na kwenda kule kupata mafunzo ya kijeshi iko na umuhimu zaidi, paske watu wengi hawajui maana ya jeshi ni nini. Kweli wanapigana vita muda mrefu, ni wagerie, na wengine hawajawahi kuingia kijeshi, hawajawahi kushika silaha. Kule kuko education zote, namna watu wanatakiwa kuchunga silaha, namna gani watu wanatakiwa kuchunga raia, namna gani jeshi inatakiwa ijue kujere uni raia na uni jeshi. Udongo wa nchi inatakiwa kukua protege na kuangalia namna gani ya kutokuingiza infiltration mu nchi yetu, ili nchi kesho yake baki imara
kama gisi nchi za Europe zinabaki imara, paske leo wakati ya Hitler Europe ilikuwa keli sambaratika, lakini leo nchi za Europe ziko nguvu kufatana na kijeshi yao iko nguvu inakaza, na ndo tunatamani Kongo kijeshi kaze, wajeshi wawe na formation zenye kuenea, na kesho yake kusipatikanake hata msaliti wote mwenye anaweza toka kwa jeshi letu, kwa sababu atakuwa na mafunzo mazuri ya kupenda nchi, na sisi wenyewe tujipendee nchi yetu kwa ujumla. Hakuishia hapo. Upande mwingine amehimiza vijana wa kiume na wa kike kujitokeza kwa wingi kwa ajili ya mafunzo hayo. Bunguke amerejea mara tena. Ndiyo, ujumbe wangu kwa vijana, naomba wa vijana wajisikie kuwa huru kwenda kupata formation militaire, paske nchi za kuendelea za Afrika, naweza nikataja kama vile Egypt, naweza nikataja South Africa, kuna kwaka kuingia kijeshi, mtu unapana CV hata miezi 6 wanakataa kukupokea, kwa sababu kijeshi ndo diama ya nchi. Sasa Kongo tunabatika hapa mteritoire ya Fizi, kunafungulika centre de formation, wa vijana mujisikie kuwa huru kwenda kupata mafunzo ya kijeshi ili tupiganie nchi yetu na tutetee mipaka yote ya nchi yetu, na tusiwe watu wenye kuogopa labda ukienda kuformasyon ya kijeshi ndo wanakutuma kufro kimaliza. Hapana, ukikuwa na formation ya kijeshi unaweza kuwa cadre politique, unaweza kuwa mwalimu, unaweza kuwa journalist, unaweza kuwa kiokote kenye unapenda. Sio kwenda kuformasyon ya kijeshi ni kwenda kufro mara moja, sio vile. Naomba tuelewe ya kwamba tunatakiwa tunajua yote. Muzingine nchi za kuendelea, mtu akimaliza masomo anapata diplome ya kwanza yenyewe banamufundisha kwa banambebaka mu centre ya formation militaire. Na ndio kwa maana tunahimiza vijana tuingie kwa wingi jeshini, tupate mafunzo bora, na kesho ikibidi kutetea nchi, tutetee nchi yetu kwa pamoja. Na huko Mulimani kwamba vuguvugu machozi ya raia sekta Mutambala tarafani Fizi limeomba kwa uongozi wa kijeshi nchini DRC kufanya uchunguzi wa kina na kuingilia kati swala la ndege zisizo na rubani zinazoshambulia eneo la Mulima na kando na kupelekea kuzorota kwa usalama maeneo hayo. Bwana Innocent Lake, kiongozi wa vuguvugu machozi ya raia eneo la Mulima, amesema kuwa watu wawili wamejeruhiwa tayari na mashambulio hayo, kama anavyoeleza. Pato msikilize. Hali tunayoishi kwa sasa katika eneo letu la groupement ya Basiloche, precisement dans le village Mulima, tuko na masikitiko na shida ambayo inatusumbua. Wakati za usiku tuko tunasikia drone ikina tupa mabombe Mulima. Usiku wa juzi bukuche jana mulianguka bombe 2 axe ya kilima ya Maema na ikasababisha watu wawili kupata blessure. Usiku wa kucha leo, siku ya 5, mamida ya saa 3 za usiku ulianguka tena bombe 2. Ile kitu inasababisha hofu sana kwa waraia na kutia boga sana. Hatuelewi kama ni adui. Tunaomba serikali letu la Kongo liendelee kufuatilia na kujua hiyo drone iko inapigia kutoka wapi, sababu tunajua kama Kongo yetu ina specialiste wakuu ambao wako hapa na wanakuja kusikilize population yetu, na kama inaweza kuwa ni ya Kongo wanapoteza eneo ya kujua kama tunatupa kwenye kuwa adui. Mulima iko mu este ya chaîne de Mitumba, Minembwe iko ku weste ya chaîne. Stadi bakula naangalia Mulima haiko Minembwe lao yale enemi kwenye kuko batugwa na bengine. Hapana, Mulima haiko fazi yenye kwa mwene. Mulima kwa population, Mulima ya l'armée loyaliste yenye na gérer eneo. Tunaomba serikali letu lifanye jitihada na kufuatilia lile jambo mbio, sababu linaweza leta hofu na kukimbiza raia katika eneo wanaoishi eneo la Mulima na groupement ya Basiloche. Mwishowe Bwana Innocent Lake amesema kuwa alikuwa sasa ni mbaya pa Mulima, na hivyo ni vyema serikali kuingilia kati swala hilo. Hali ile haiwezi kosa kuleta hofu kwenye kuwa raia, sababu raia ni watu ambao wanapenda amani na usalama tu. Na wakati vinavyoendelea kulia mamida za usiku, watu wanalala na hofu sana, sababu wakati watu wanalala kitu kama kinakuja na kuangukia na nyinyi mnalala ni shida, sababu vinaanguka mamida za usiku. Lakini asubuhi watu wanaendelea na shughuli zao, na asubuhi havianguke mchana. Pili, wakati vilivyoenda anguka vilianguka kukaya wa soda wetu wa taifa wa FARDC, na ndo kwenye kulitoka zile jeraha. Na hii ya usiku wa kuamkia leo iliangukia kwenye kaya wa
Bishambu kama kukua kunalala wanajeshi hata umoja. Alafu ile inaleta hofu. Kuuliza wakuu viongozi wa jeshi wanasema hapana, wao nao hawajajua, wangali wanaendelea kufuatilia yale hali kama ni adui ama ni inatoka wapi, wala wanasahau direction. Ile ni vitu ambavyo tungali tunaendelea kufuatilia. Msikilizaji wangu, tayari kipenga kimelia na hivi sasa ni habari za michezo ambako lazima klabu ya DC Urafiki ishiriki michuano ya ligi ya pili hapa nchini. Ndivyo amesema katibu wa klabu hiyo. Na kwengineko ni huko katika bara la Ulaya ambako draw ya 16 bora michuano ya UEFA Champions League tayari imetolewa, na ambako klabu ya Real Madrid wamekutana uso kwa uso na Manchester City ya huko Uingereza. Mengi zaidi namkaribisha mwenzangu Omar Makelelo Zil. Na barabara katika habari za michezo kama kawaida, mgongoni na valia namba 14 ya kimchezaji Victor Gyökeres. Katika habari za michezo tuanzie na habari za hapa katika mji wa Baraka ni kwamba lazima mwaka huu klabu ya DC Urafiki iingie kwenye michuano ya Ligue 2 hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndivyo amesema Rashidi Solo Gilbert Manavier, katibu wa klabu ya DC Urafiki, wakati wa mahojiano yake na Radio Kivu. Huyu ameomba kwa wanamemba, mashabiki na wachezaji wa sasa na wale wa zamani kuhudhuria kwenye kikao cha siku ya Jumamosi, kikao kitakachofanyika ndani ya uwanja wa Maendeleo majira saa 9 ya tariki 28 mwezi Februari 2026. Rashidi Solomon Avie alisema kuwa kikao hicho kitaweza kuwezesha watu wote wa DC Urafiki kuweza kuchakachua yale yatakayofanyika ili klabu hiyo iweze kupata tiketi ya kuweza kufuzu katika hatua ya michuano ya Ligue 2 hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwaka huu DC Urafiki itasonga mbele, itaingia mu Ligue 2 na ndio vision yetu ile. Na deja president ko pale anajipangilia polepole pamoja na komite mzima inamsutenire. Tunajua mwaka huu tutasonga mbele na klabu itakuwa vizuri sana. Ukiangalia mule ndani president wa DC Urafiki anapana makuta yake mposhi ili stadi ikuwe mzuri, na ile ni kazi ya kujitoa, si kusema kwamba ni pesa, ni kujitoa, kupenda kwanza, na ile kupenda ndio vyote. Na pamoja komite ya DC Urafiki kisi wanajitolea na bana kolabore mzuri, najua DC Urafiki mwaka huu itaingia Ligue 2. Unaweza kuwa na ujumbe gani wa mwisho, aidha unaweza kukazia nini neno la mwisho kuhusu kikao cha Samedi? Kuhusu kikao cha Samedi, tunapenda kila mtu wa jamaa ya DC Urafiki, ancien joueur wa zamani, wa sasa, mwanamemba, fane, kila mtu afike bule mustadi na 15 registre kwa ajili tuzungumuze na tuheshimishe saa, yani 15 ikuwe 15 registre tu. Na kule katika bara la Ulaya ni kwamba draw ya hatua ya 16 bora ya michuano ya UEFA Champions League katika bara hilo tayari imewekwa wazi mchana wa siku ya Ijumaa ya tarehe 27 Februari 2026. Draw hiyo imepangwa kama na hivi: klabu ya Manchester City hapo nchini Uingereza watawakaribisha Real Madrid ya Uhispania, Chelsea the Blues ya Uingereza watakuwa vikali zidi ya Paris Saint-Germain ya Ufaransa, Newcastle hapo nchini Uingereza watakuwa vikali zidi ya Barcelona ya Uhispania, Liverpool ya Uingereza uso kwa uso zidi ya Galatasaray ya Uturuki, Bayer Leverkusen ya Ujerumani watakuwa vikali zidi ya Arsenal ya Uingereza, Tottenham Hotspur ya Uingereza watakuwa vikali zidi ya Atletico Madrid ya Uhispania, Bayern Munich ya Ujerumani watakuwa vikali zidi ya Atalanta Bergamo ya Italia, na Bodo Glimt ya huko nchini Norvege watapambana na klabu ya Sporting Lisbon ya Ureno. Hiyo ni draw ya hatua ya 16 bora ya michuano ya UEFA Champions League, na mechi za awali zitaweza kuchezeka tarehe 10 na tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka huu, na zile mechi za marudio zitapigwa tarehe 17 na 18 mwezi wa 3 mwaka 2026. Tusubiri tuone itakuwa namna gani katika hatua ya michuano hiyo ya UEFA Champions League. Katika tetesi za usajili za katika bara la Ulaya sasa ni kwamba klabu ya Milan AC hapo nchini Italia pamoja na Sporting Lisbon ya Ureno wako tayari kumsajili mshambuliaji wa Arsenal ambaye ni Gabriel Jesus msimu wa joto. Klabu ya FC Barcelona hapo nchini Uhispania wako wanamnyatia beki wa timu ya taifa ya Uingereza na wa klabu ya Arsenal Gunners ambaye ni Ben White. Na vile mwishowe ni kwamba mshambuliaji wa Serbia Dusan Vlahovic anapendelea kujiunga na klabu ya FC Barcelona mkataba wake na Juventus utakapomalizika msimu huu wa kiangazi. Hata hivyo klabu za hapo nchini Uingereza za Tottenham Hotspur pamoja na Chelsea the Blues zote zilikuwa zimemkodolea macho mchezaji huyo ambaye amejitolea mwenyewe kujiunga na miamba ya Uhispania Barcelona.
Naam, asante sana Omar Makelelo zile. Msikilizaji, endapo ndio unakuja kujiunga nasi, nakumbusha kwamba unaendelea kuitegea sikio za Kiswahili ya Radio Kivu na tuko katika uchambuzi wa habari kwa lugha tukufu la Kiswahili. Pia msikilizaji, uchambuzi wa habari utaupata kwenye mtandao wetu wa YouTube ukiandika Radio Communautaire Kivu Baraka. Usisahau kulike na kushare ili wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati na kwa muda sahihi. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Msikilizaji, tayari tumepoza kuona mapumziko hayo mafupi. Tujielekeze huko Moba ambako baraza la diwani la halmashauri ya usalama limerejesha fedha kwa wahanga wa uporaji ulioripotiwa siku wa Februari 25 mwaka huu ndani mwa kirongoji cha Moba Port jimboni Tanganyika. Mengi zaidi na Isidore Kashulu kutoka Moba. Kadi mskari wa tarafa ya Moba siku ya Alhamisi Februari 26 mwaka 2026 amethibitisha kuwa baraza la diwani la halmashauri ya usalama limerejesha fedha kwa wahanga wa uporaji ulioripotiwa usiku wa siku ya Jumatano Februari 25 ndani ya kitongoji cha Moba Port. Kwa mujibu wake Kampa Kingo Victor, fedha yote iliyoibiwa imerejeshwa kwa wahanga kwa juhudi kufanywa na baraza la diwani la halmashauri ya usalama kwa uhusiano na raia. Kwa Kampa Kingo Victor, baraza la diwani la halmashauri ya usalama limefaulu kumshika mwezi mmoja miongoni mwa wezi wa bunduki, huku wengine wanaendelea kusakwa baada ya kuelezewa kuwa wamekimbia. Jana vijana kulisikika mlio wa masasi kule chini Moba Port. Hiyo mlio wa masasi ndio kulifanyisha unalete yani kazi yetu ya usalama. Walipofuatilia wakajua kama mjambazi walioenda kuiba kwa nyumba ya watu wa sehemu ya soko ya Kapanga na karibu ya senta ya afya ya Katele nongo maeneo ya majengo, na walikuwa wanachukua kiwango cha pesa kubwa kwa manyumba yote ambayo kimekadiriwa milioni 6,900 na zaidi. Hapo chako uliendelea na ikaya kuvumbuliwa kama walipoingia kule mahali walipoingia kwa mwisho waliwaona wakaona aina ya silaha ilikuwa ni silaha aina ya sasa, na moja alivaa jezi ikakuwa inafanana na askari ambao tumeletewa hapa sasa. Pitia hiyo ndio ankete imefanyika na ikagunduliwa kama ni mmoja wa makapiteni wa majeshi walikuwa hapa petu, yule ambaye amepewa mamlaka ya kuongoza maskari sehemu ya Maseba ndiye aliyekuwa hapa. Mwenye alikuwa anabebwa nyuma yake ndio yule walimgundua na saki. Walipoangalia ndani ya saki ile begi kidogo wakaona kama mlikuwa fedha nyingi, wakamshika ule, na hapo maswali ilianza. Mkujibu akasema kama yeye ameitwa na ule kapiteni. Yeye alikuwa Lubumbashi. Aliposikia wito wa kapiteni akamwambia kuja Moba iko wazi, kazi itakuwa kubwa. Ni hapo alifika maeneo ya Moba. Na kazi walikuwa wakitiana, ndio hiyo kazi ya wizi ambao wamegundulia. Na hapo kesi imefunguliwa, watu walikuja kuleta mashtaki yao, walioibiwa pesa zao zote zimerudishiwa mbele yetu kama viongozi wa serikali, zimerudishiwa. Huyu hapa ni mwezi aliyeshikwa miongoni mwa wale waliokimbia, anajieleza. Mimi naitwa David Biamungu, natoka Lubumbashi, na kuya Moba. Kapteni ndo mnaniita hapa, Kapteni Fikiri. Kapteni balikuwa anaongea na mwenzetu depuis iko Kisangani, ndo mwenzetu na akaniambia wako naongea na kapteni, na kapteni kwa kuya Moba. Ndo saa ni kapteni alifika Kalemi, akamuita akamwambia kashafika Kalemi. Sasa alifika pa Moba, ndo saa akatwambia shafika Moba na shitwangalia saksi ya kukui. Alikuwa atambia sio kwa operation atatonesha hapo ni tutafaa. Yeye peke alikuwa kwa na maarme akatwambia kama mwe mwingine mko franga. Akaanza panga yeye peke yake juu ndo mnanaiwa mwingine yake. Tulitoka kwa hotel ile ma 19h pale pembeni kwa Kaembe. Ndo akatwambia twende tufanye operation mwa hivi. Sasa tulienda ndo akatonesha bene tutafanya. Ushindi Patrick balikimbia na kapteni. Operation ilikuwa 19h. Kule yulu ndo masasi lili. Ni de. Upande wao wahanga uporaji huu wamesema kulishukuru baraza la diwani la halmashauri ya usalama kwa kufanya uwezekanalo ili fedha zilizoibiwa ziweze kuonekana na kurudishwa mikononi mwao. Nikiripoti tukamoba Isidore Kashulu, Radio Kivu. Asante Isidore Kashulu kwa ripoti yako hiyo. Msikilizaji, na kwenye habari za kirefani kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Marekani zimetia saini makubaliano ya afya yenye thamani ya dola za Marekani bilioni 1.2 ambako sehemu kubwa ya pesa hiyo itatolewa na Marekani.
Undani wa taarifa hii na mchumbe wa mkulima na Fatuma. Makubaliano hayo yalitiliwa sahini Alhamisi ya tarehe 26 Februari katika ofisi ya Waziri Mkuu Bijidite Suminwa pamoja na kahimu balozi wa Marekani mjini Kinshasa, Ian Msikari, mbele ya wajumbe kadhaa wa serikali ya Kongo. Lengo la makubaliano hayo ni kuboresha upatikanaji wa huduma za afya pamoja na kuimarisha maandalizi, utambulizi wa mwitikio wa dharura za kiafya nchini Kongo. Akizungumza katika hafla hiyo, Waziri Mkuu Bijidite Suminwa amesema lengo letu ni wazi: kusonga mbele hatua kwa hatua na kuwajibikaji kuelekea utekelezaji halisi wa bima za afya kwa wote. Dhamira yetu ni kuweka kwa hudumu mfumo imara wa afya unaopatikana kwa urahisi na unaohifadhiwa kwa uwajibikaji kwa ajili ya wananchi wote wa Kongo. Makubaliano haya ni zaidi ya uratibu wa kiutawala, yanayoonyesha wajibu wetu kwa raia wetu na yanaimarisha uwezo wetu wa kulinda afya ya taifa letu. Wizara ya Afya ya Umma, Usafi na Hifadhi ya Jamii ilifafanua kuwa makubaliano hayo yanategemea nguzo kadhaa muhimu, zikiwemo kuimarisha mapambano dhidi ya VVU, ukimwi, kifua kikuu, malaria, kuboresha afya ya mama na mtoto, kuendelea na juhudi za kutokomeza polio, kuimarisha ufuatiliaji wa magonjwa mlipuko, kuongeza uwezo wa hudumu wa afya na kuboresha maandalizi dhidi ya dharura za kiafya. Waziri wa Afya Roger Kamba alisisitiza kuwa nyuma ya vipaumbele hivi kuna hali halisi, ni maisha ya watu yanayopaswa kuokolewa, familia zinazopaswa kulindwa na jamii zinazohitaji usalama. Kwa upande wake, waziri wa fedha Dudu Fwamba aliahidi kuimarisha rasilimali zinazohitajika ili kuimarisha upatikanaji wa huduma za afya. Naye Ian Msikari alieleza kuwa makubaliano hayo yanaashiria hatua mpya za ushirikiano. Gharama ya ujumla ya makubaliano hayo ya afya ni dola za Marekani bilioni 1.2, ambapo milioni 900 zitatolewa na serikali ya Marekani na milioni 300 zitachangiwa na serikali ya Kongo. Asante mchumbe kwa habari yako hiyo. Msikilizaji, tutamatisha uchambuzi wa habari zetu na uko Burundi ambako takriban wakimbizi 8,000 ndio ambao wamerejea nchini mwao kwa hiari ndani ya wiki moja, idadi hiyo ikiwa ni kubwa kulingana na malengo waliokuwa wamejiwekea katika mkutano uliopita kati ya Burundi na UNHCR. Bukuru Elias Daniel kutoka Burundi na ripoti kamili. Takriban mabasi 60 ndio ambayo yalikuwa yamewabeba wakimbizi 4269 wanaokuwa uhamishoni katika kambi za wakimbizi nchini Tanzania. Mabasi hayo ambayo yalikuja kwa awamu mbili yaliingilia katika mpaka wa Nyabitare mashariki mwa Burundi katika wilaya ya Kisuru iliyopo mkoa wa Buhumuza. Waliorejea nchini mwao wengi wao ni watoto, vijana na wanawake, wanaume wakiwa ni wachache, ambapo baadhi ya wanaume waamua kusalia kwanza kambini kwa ajili ya kuepuka changamoto baada ya baadhi ya nyumba zao walizokuwa wakiishi uhamishoni kubombolewa. Baada ya kuwasili nchini Burundi walikabidhiwa bendera ya nchi ikiashiria kuingia katika nchi yao ya asili. Kwa upande wa Buchumi Paskazia alikuwa ni miongoni mwa wanawake watatu waliokabidhiwa bendera hiyo. Nasikia furaha kurejea katika nchi yangu ya asili. Uhamishoni maisha yalikuwa magumu, tulikuwa tunaishi vibaya. Baada ya kufika mpakani, basi hizo ziwapeleka katika kambi ya muda ambapo watakaa kwa muda wa siku 2 kabla ya kupelekwa sehemu walipozaliwa au pengine walipopachagua, ambapo pia watapewa fedha za usafiri na pesa za kujikimu katika siku za kwanza. Siku ya Jumanne walikuwa wamerejea wakimbizi wengine 3800, ikiwa ni takriban Warundi 8,000 ndani ya wiki moja, ikiwa ni idadi kubwa kulingana na malengo waliokuwa wamejiwekea nchi ya Burundi na UNHCR. Kwani kwa wiki moja walikuwa wamepanga kuwarejesha wakimbizi 3,000, hatua iliyochukuliwa katika mkutano uliofanyika mwezi wa 11 mwaka uliopita.
Odete Kamariza, afisa mipango inayohusika na kuwarejesha Warundi nchini mwao katika Wizara ya Mambo ya Ndani, anasema kuwa idadi ya wanaorejea ni kubwa sana, hali inayosababisha tumie fedha nyingi tofauti na bajeti iliyopangwa, lakini akisema kuwa anayerejea nchini anapaswa kupokelewa. Makubaliano ilikuwa ni kupokea watu 3,000, lakini tumewapokea zaidi ya hao. Ingawa idadi ni kubwa, lakini tunajua tutakavyojipanga kwa kuongeza wafanyakazi na mahitaji mengine muhimu. Serikali ya Tanzania imepanga kuwarejesha Warundi wote takriban 100,000 waliosalia katika kambi zote ifikapo mwezi wa 6 mwaka huu, baada ya Warundi hao kuyakimbia makazi yao kutokana na machafuko ya kisiasa mwaka 2015. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Msikilizaji, bila shaka ni kufikia hapo ndipo tumefika mwisho wa uchambuzi wa habari zetu siku ya leo. Shukrani kwa wewe ambao tutegea sikio mwanzo hadi mwisho. Pia vile vile nashukuru jopo zima la wariri wa habari wa Radio Kivu na rubani wangu ambaye alikuwa Jean Ekara Jaden. Alikuletea uchambuzi wa habari alikuwa ni mimi Safari Almasli Mitinoir. Sina la ziada na kuaga nikisema bye.